Kwa niaba ya wanawake wa mkoa wa Magharibi, 100%. Asante sana Mheshimiwa Mwanaidi Kassim, mwakilishi wa nafasi za wanawake mkoa wa Magharibi. Sasa naomba nimwite Mheshimiwa Hussein Ibrahim Makungu akifuatiwa na Mheshimiwa Bihindi Hamadi Hamis, nafasi za wanawake. Mheshimiwa Mohamed Saidi Dimo ajitayarishe akifuatiwa na Mheshimiwa Mtumwa Pea. Asante Mheshimiwa. Aliyote kwa mshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi hii kwa baraza tukufu kujadili hii bajeti muhimu sana. Nikushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi hii kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali na Idara Maalum. Mheshimiwa, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi yake nzuri. Anajitahidi sana na wizara hii na maendeleo tunayaona kusema ukweli. Kwa mimi sina mashaka yote na bajeti ya Mheshimiwa Waziri kwa sababu nafahamu mzoefu sana. Kwa mimi naunga mkono 100%. Lakini Mheshimiwa Waziri, nitasema mambo baadhi kushauri serikali yangu sikivu. Pia najua mawaziri ushauri wangu wataochukua na watazingatia kwa ajili ya maslahi ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze hapa kwanza kuwapongeza vikosi vyetu. Lakini kwanza niwape pole wananchi wote wa Zanzibar kwa maafa. Pia kwa jimbo langu la Mtoni pia niwape pole sana, naambia kama Mungu atatupa faraja na tuwe na subira kipindi hichi cha mvua, na mimi mambo yote yatakuwa sawa, tustahimili. Lakini pia kwanza niwapongeze sana vikosi vyetu, hasa KMKM, KVZ, chuo cha mafunzo zimamoto. Mheshimiwa, hawa vikosi wanafanya kazi nzuri na wanajitahidi sana katika nchi yetu katika maendeleo mbalimbali. Mimi nitoe mfano mmoja kwanza mdogo. Pale jimboni kwangu nina kambi mbili. Kambi moja ni KMKM. Kwa kweli mimi nasema hawa vikosi wanatusaidia kwa mambo tofauti. Nitasema kwa sababu gani? Ile hospitali yetu pale inasaidia mpaka wananchi mbalimbali kutoka Zanzibar, Pemba na ndani ya jimbo langu. Mimi nawapongeza na washukuru. Na hivi sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, wanajenga hospitali. Hospitali ile washaanza kuinua, na hasa wamama wajawazito, mama zetu wanapojifungua wanapata shida sana kuja Mnazi Mmoja, lakini sasa wanajenga wodi mpya pale. Mimi nawapongeza sana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme mimi kwa mchango wangu binafsi kwa baraza hili nitachangia mifuko 100 kwa ajili ya KMKM Saruji pale. Kwa hivyo kwa jitihada zao hizo nzuri, mifuko 100 Saruji nitawapelekea wapiganaji hawa, kwa kweli kazi yao nzuri. Lakini pia niseme hizi changamoto ya zimamoto. Mheshimiwa, zimamoto ndugu zetu labda tuwapatie bima afya kwa sababu kazi yao ni mbaya, time yote pata majanga. Kwa hivyo naomba serikali yangu kupitia waziri wasaidie wapate bima afya kwa ajili wanajitolea kwenye janga linapotokezea. Lakini tunawapongeza mikoa wote wa Kusini Unguja, Kaskazini Unguja, Pemba yote kwa kazi nzuri wanayofanya. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wangu mawasiliano kwa kazi aliyofanya nzuri. Lakini pia niseme katika wizara hii Mheshimiwa, halmashauri sasa hivi nimepewa na serikali za mitaa kazi. Lakini niseme barabara yangu ya Mwanyanya, Mheshimiwa Waziri, imetoa kifusi mara 2 barabara ile. Awamu 2013 na 14 imetiwa. Lakini sasa hivi barabara ile haipitiki Mheshimiwa. Kwa hiyo naomba sana iangaliwe tena barabara ile ili tuweze wananchi wetu kufaidika na barabara ile kwa sababu ni muhimu sana. Lakini Mheshimiwa, nije kwenye hapa ukurasa wa 30. Ukurasa 30, mkuu wa mkoa wa Mjini, kifungu namba 70. Migogoro ya ardhi 83 anasema kitabu cha Mheshimiwa Waziri katika maeneo ya Dole, Kianga, Mwakaje, Maungani, Kijitopele. Lakini maeneo haya wamepatiwa ufumbuzi ni maeneo 40. Sasa haya 43 yalobakia yamepatiwa ufumbuzi hajaandika. Kusema hivi inamaanisha kuwa zitavunjwa nyumba 43 au watapatiwa hati au itakuwaje? Kwa sababu Mheshimiwa, juzi tumesikia mimi niko Dodoma, wananchi wanipigia simu wanalalamika nyumba zao zinavunjwa na mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi. Sasa mimi sifahamu hawa wanavunjiwa kwa sababu ya eka 3 wamekaa au vipi? Na kama wanavunjiwa kwa eka 3, Mheshimiwa, hilo ni kosa kubwa sana kwa sababu kwa Zanzibar asilimia kubwa ni eka 3. Sehemu nyingi sana, hata mimi hapa kwenye Chukwani ilikuwa eka 3. Kwa hivyo kila pahali pamejengwa, tuangalie. Na kama nyumba zitakuvunjwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tuwe na ushauri, wakilishi tupo, tushirikishwe. Hii ni hatari kumvunjia mtu nyumba, ni sasa wanachamuua sasa hivi.
Kwa mimi naomba sana hawa wananchi wetu ni wapiga kura wa nchi hii. Kwa hivyo naomba sana tuangalie zama hili litokezea kianga. Sijui, naomba waziri unieleze vizuri kuhusu hii kuvunja nyumba za hawa watu. Kwa hivyo imetupa sura mbaya hasa sisi wana system na serikali yetu yote. Kwa hivyo naomba unipe maelezo mazuri sana Mheshimiwa Waziri, ili tupate kufaidika mimi na wananchi wangu wa Zanzibar. Lakini kuendelea Mheshimiwa, sasa hivi unafanya biashara wengi katika maendeleo yetu ya Zanzibar kutaka mji uwe mpya, tunataka kujenga mall Darajani na Mchenzani. Lakini Mheshimiwa, niseme kitu kimoja. Hawa wafanya biashara ni wengi sasa hivi, hawana maduka, hawana pa kwenda kufanya biashara. Na wana mpango wa kwenda pale Saateni kufanya biashara, tuwapeleke pale ili wauze biashara zao. Na Mheshimiwa Waziri, niseme Mheshimiwa Kiti, swala hili la kuondosha wafanya biashara, hawa wafanya biashara ni wadau wetu. Serikali haiwezi kwenda bila kulipa kodi, Mheshimiwa Kiti. Sasa Mheshimiwa Waziri wa Fedha, hebu tuliangalie hili. Hawa wafanya biashara napeleka Saateni mazingira yake yako vipi? Mheshimiwa, hapa kwenye kitabu wameandika katika ukurasa 32 kifungu 74 kama maendeleo baraza manispaa la mjini limefanya kazi ya upimaji, kuweka alama za mipaka na kifusi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa ufanya biashara unapeleka pale kuna kifusi, mvua hizi biashara gani itafanyika? Na wafanya biashara nitaji kodi, sisi watulipe hawa kodi za DRB, kuna TRA, kuna VAT, asilimia 18 wanalipa hao. Sasa mazingira yao tuwarekebishie kwanza, ili pale tukapata maduka wale wafanya biashara na wanunuzi wanakuwa wanafaidika mazingira mazuri. Lakini ukiangalia sasa pale hapako kwenye hali nzuri, hasa ikija mvua, vumbi kubwa, siku ya jua kali, hakuna lami. Kwa hivyo ninaomba sana tuwekee mazingira mazuri Mheshimiwa Kiti. Lakini ije kwenye ukurasa 27 kifungu namba 64, serikali za mitaa zimepewa mamlaka. Sasa hivi zimepewa mamlaka wizara, baadhi ya wizara hizi. Mheshimiwa, hii sheria ni mpya katika Zanzibar, ni mpya kabisa, ndio kwanza tunaianza sasa hivi. Sasa mimi niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi ni mbunge wa utawala serikali za mitaa. Mheshimiwa, nimetembea Tanzania nzima na kamati yangu ya TAMISEMI kwa kukagua na kuangalia maendeleo kwenye mikoa tofauti. Nimefika Mbeya, nimefika Iringa, nimefika Tanga, nimefika Morogoro, Katavi, nimefika mikoa mingi Mheshimiwa Mwenyekiti, kukagua miradi ya maendeleo kwa mikoa na kwa wilaya kwa maendeleo. Kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, ni changamoto kubwa sana, ni kubwa sana mikoa kuendesha hizi serikali za mitaa, inakuwa ni changamoto kubwa. Sasa hivi sisi kodi wanakusanya ZRB na TRA, tunashukuru sana, pesa tunaziona, tunalipa mishahara vizuri, lakini watakuja kupewa serikali za mitaa Mheshimiwa Mwenyekiti, tuja kuambizana hapa hizi pesa itashindwa kukusanywa. Mimi nakwambia, kwa sababu changamoto hii kwanza wangeenda kujifunza kwa wenzetu, wangeenda Mbeya, wangeona hali kuna changamoto baina ya ZRB, baina ya TRA na serikali ya mitaa kukusanya kodi. Sasa hivi wanashindana, hata bajeti haipatikani za mikoa yao. Kwa hiyo mimi naomba sasa tuliangalie hili na tujifunze kwa undani. Kama sasa hivi serikali imewapa wizara ya afya, wizara ya elimu, wizara ya kilimo, wizara ya mifugo, wizara ya uvuvi, lakini pia kuna changamoto zake. Wizara ya afya kuna watu karibu 2000 wawalipe wao serikali za mitaa. Kuna elimu karibu, kuna wizara ya afya watu 1000 alafu na vituo 108 Zanzibar na Pemba washughulikie serikali za mitaa. Alafu elimu karibu watumishi 2000 na primary school zote washughulikie serikali za mitaa. Alafu ukija kwenye kilimo babu shamba 500 washughulikie serikali za mitaa. Ukija kwenye mifugo, mimi naomba mawaziri msikae kimya, mseme hizi changamoto mliokuwa nazo, mnaenda kuwapa hawa ndugu zetu. Je, itakuwaje huko mbele? Tusikwenda kuulisha watu kwenye maeneo yetu. Kwa hivyo mimi naomba sana mawaziri msikae kimya, mseme mliokuwa nayo. Wizara ya afya muhimu, wizara ya elimu muhimu. Kwa hiyo naomba mseme, kwa sababu changamoto serikali za mitaa zinakuwa na mashaka yake. Mimi ni mjumbe wa kamati, najua uzuri, nishatembea huko bara, ndio hiyo system hiyo. Kila siku matatizo sana kwenye serikali zao za mitaa, baina kodi na kuendesha mikoa ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niendelee katika swala hili zima la utalii. Mheshimiwa, juzi hapa katika ofisi ya Rais tumeona Djibouti moja kujifunza hapa utalii. Umekuja umeona Zanzibar imeendelea vipi kiutalii. Tumepiga hatua kwa miaka yote, kuanzia nyuma miaka mpaka leo tumefika hapa, na tumekubali utalii Zanzibar wenyewe.
na wageni wanakuja. Hakuna mgeni hata mmoja mpaka leo hivi tumefikia hatua hii, karibu 80% wageni kuja Zanzibar wanaipenda Zanzibar na wanaendelea kuja. Na tunatarajia hata kipindi hicho wageni karibu 200,000 nao watakuja Zanzibar kutembea. Kwa hivyo kila siku kwenda mbele tunazidi kuendeleza utalii wetu, na serikali inapata fedha nyingi kwenye utalii. Kwa hivyo mimi naipongeza serikali kwa juhudi zao, wameona utalii ni muhimu kuwafurahisha wageni wetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nisikitike sana mkuu wa mkoa mjini Magharibi kupiga marufuku upigaji wa muziki. Mheshimiwa, mimi niseme kitu kimoja, hii mambo ya muziki ni sanaa. Ukiacha sanaa ni ajira kwa vijana wetu. Leo unakwenda kuzuia huu muziki. Kwani muziki una taratibu gani mbaya? Yeye anakwenda kuzuia, anasema muziki upigwe kwenye siku 3 tu. Na siku tatu zenyewe anatoa mwisho saa 6. Mheshimiwa, kuna kumbi tofauti Zanzibar na dunia nzima. Kuna kumbi za nje, kuna kumbi za ndani ambao discotheque zimejengwa professional, sauti haitoki nje. Sasa kuna watu wamesha invest kwenye shughuli hizo. Mimi mmoja na declare interest yangu nimefaidika swala la muziki. Na declare interest yangu nimefaidika swala la muziki, na sitoi shukrani kwenye muziki, na vijana wengi wamejifunza swala la muziki. Mimi nimefika Canada kwa ajili ya kuwa profession yangu ya muziki. Nimeenda mpaka Canada, nimeenda Marekani kwa kuomba visa kwa sababu ya muziki. Sijaomba visa kwa sababu nyingine, ni muziki tu. Kwa hivyo nasema huu muziki uchukuliwe tafsiri nyingine. Sasa hivi Nigeria ukizama wasanii wao ni international, Wizkid, ukizama Davido, ukitizama nani huyu Tekno, hawa ni wasanii wa Nigeria, ni international duniani na wanaingiza kodi kubwa kwenye nchi yao. Juzi bungeni alisema Profesa J Diamond anadaiwa alipe milioni 400 kodi. Mwanamuziki anaambiwa milioni 400 alipe. Kwa hiyo tusiwadharau wanamuziki kwa sanaa, kwa fani hii wanaingiza fedha nyingi na ni ajira kwao, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini hapa Zanzibar tuna matamasha karibu mawili na kila mwaka. Kuna ZIF, Zanzibar Film Festival, kuna Busara ambao dunia nzima wanajua ZIF inafanyika mwezi wa 7, Busara inafanyika mwezi wa 2, na wageni wanajua, wanakuja kwa ajili ya matamasha hayo kuja kuangalia Zanzibar, utamaduni wetu, ngoma zetu, na tunaingiza fedha nyingi. Wageni wakija hoteli watakula, watatumia. Leo mkuu wa mkoa anazuia, anasamusha saa 6. Mheshimiwa, hichi sio kweli. Juzi kulikuwa na fashion show Ngome Kongwe, mkuu wa mkoa alikuwa sio mgeni rasmi pale, alikuwa waziri wa habari na mgeni rasmi pale. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, kwa sababu waziri wetu ni makini sana wa habari, akafika mpaka nje pale. Kufika nje akaambia mheshimiwa, na kwenda ndani usiingie humu, kuna hali sio nzuri ya mavazi. Hawa fashion show watavaa mavazi ambayo sio tamaduni wetu. Waziri wa habari kwa makini kaondoka, kenda zake nyumbani. Akapigiwa simu mkuu wa mkoa pale na chief of protocol, akamwambia hapa sina mgeni rasmi, kwa hivyo njoo wewe ukae mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akaenda kukaa kwa mgeni rasmi pale, akaona ile zama yote vile vinguo vinaovaa sio tamaduni wetu wa Zanzibar. Mimi mwenyewe nimeenda saa 6 usiku na mke wangu, tumevaa vizuri. Nikaja chief of protocol unipokea nje, chief of protocol akana mheshimiwa ba twende. Akaja mtu mmoja mwananchi wangu wa jimbo langu akaniambia, sikiza ba, usiingie ndani, hakuna utamaduni mzuri huko ndani kwa ajili ya nguo. Mimi nikaondoka zangu lakini mkuu wa mkoa wetu hajui kutofautisha haya mambo. Akaenda akakaa mpaka saa 9 usiku na akawapa muda mpaka 9 usiku. Muziki umepigwa nje pale, wala sio ndani. Lakini kwa vile yeye yupo, kachukua sheria serikali za mitaa, sijui kama yeye ndo anaweza kufanya hicho. Kwa naomba ushauri, tufanye nini kwa swala hili la muziki, kwa sababu madaraka mengine nachukua sio size yake mheshimiwa. Lakini pia juzi kaenda kwenye madiskoteki yote ya Unguja, kachukua ma DJ kawatia ndani. Alikuwa meneja wangu maskini Mungu Mwarami, na mheshimu baba yangu, kamweka ndani. Mtu ana sukari, mtu ana pressure, kamweka ndani masaa 12. Naenda kumuomba, nampigia simu kwa mkoa, hataki kumtoa. Anasema mimi simtoi. Juzi kamweka DJ mwingine, kamweka ndani masaa 12 hivyo. Mpaka ananiambia, wewe mheshimiwa omba radhi. Nikamwambia niombe radhi sababu sasa nalipa kodi, leseni, kila kitu. Anasema simtoi. Nampigia simu tangu saa 9 mpaka asubuhi, hapokei simu. Kwa nini nafanya hivi? Juzi kamchukua tena Jumamosi, yule msanii mdogo maskini mlemavu, mtu mwenye ulemavu. Hawezi hata kwenda, yule Sadiki anaimba taarabu maskini ya Mungu. Kamchukua kamtia ndani hapa Mazizini polisi. Kumweka ndani mpaka saa 3 asubuhi. Akaja mwanasheria akaenda pale polisi wakamwomba radhi yule msanii maskini ya Mungu Sadiki, anatafuta riziki yake kwa ajili ya kuimba tu. Leo tutisame, hawa si wahalifu, hawaibi kitu, hawampigi mtu. Wanafanya kazi kwa riziki zao, wanaishi na watoto wao na familia zao. Leo unamchukua unamtia ndani, atakula wapi mlemavu yule maskini ya Mungu?
Hilo jambo watu angalie. Serikali haya madaraka sasa mitaa, mikoa wanaweza kuchukua vibaya kama bara. Kuna mambo mengi sitaki kusema, mikoa michukua hatua hizi kwa sababu mamlaka wanayo. Sasa lazima tuangalie, Zanzibar ni nchi ndogo, waziri zamana yupo, na mimi nataka kujua hili swala la muziki na sanaa, mwenye waziri wa habari na yeye nani mwenye zamana. Naomba mheshimiwa waziri unaambie uliweke sawa hili, kwa sababu ukiangalia hapa kuna mambo mengi ya kuangalia mambo haya ya muziki, lakini kwa nani, kuna haki za binadamu ya nchi hii. Tumesaini mkataba sisi haki za binadamu, leo namchukua unamtenani masaa 12 mtu anaumwa afanya nini, hujali. Kwa mimi naomba sana mkuu wa mkoa Mjini Magharibi, mwisho mwenyekiti, mimi ningeomba iundwe kamati teule ya baraza la wawakilishi imchunguze mkuu wa mkoa kazi anazifanya kwa maslahi ya Zanzibar taifa hili au kwa maslahi yake mwenyewe. Kwa naomba kama teule hiyo kama itaundwa, mwisho mimi nitatoa posho wajumbe hao wote nitawalipa mimi, ili wamchunguze na ripoti ije hapa, ije kuangaliwa. Mikoa wote mimi napongeza. Wa Kaskazini nampongeza sana, na kwa jitihada zake kubwa za Jitimai kesho kutwa anavyojitahidi kushirikiana mimi na yeye kuifanikisha Jitimai ile. Kwa hiyo mimi nampongeza mkuu wa mkoa wa Kaskazini, Mheshimiwa Vuaji, jitahidi sana kwa ushirikiano wako mzuri kabisa kwa kuweza kufanikisha swala hili. Mheshimiwa, naomba umalizie, una dakika 3 zilizobaki. Mwisho mwenyekiti, mimi ninavyojua kwa serikali za mitaa, mkuu wa mikoa, mkuu wa wilaya, wote ni makada wa CCM. Wote ni makada wa CCM. Kwa hivyo lazima waangalie, na hawa watu wa muziki wote ni wana CCM, wapiga kura wetu. Kwa hivyo naomba sana tuangalie kuwapa nafasi wapate kufanya kazi zao vizuri. Tuwatie ndani kwa sababu ya muziki, si wahalifu, si wizi. Kwa hivyo naomba sana tuangalie swala hili kwa mheshimiwa pia rais, na muomba tuliangalie sana swala hili. Tusifanye tukachukua sheria mkononi kufanya mambo ya ajabu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mwisho nimalizie pia katika maeneo ya jeshi. Mheshimiwa, pia mkuu wa mkoa anaingilia maeneo ya jeshi. Jeshi wana maeneo yao, wana kambi zao na mipaka yao, wana starehe zao ndani ya kambi. Sasa leo unaenda kumzuia jeshi asifanye starehe yote. Jeshi haruhusiwi kuja uraiani kukaa na raia kwa sababu hawana ubinadamu mzuri kwa walivyojifunza. Kwa hivyo unaenda kuingilia jeshi. Jeshi watafanya starehe wapi? Wataenjoy wapi? Wanali binadamu wanakesha usiku mchana kwa kutulinda sisi tunalala majumbani mwetu. Kwa hivyo mimi naomba sana mkuu wa mikoa mamlaka yake mheshimiwa ijulikane, na hizi wizara alopewa ni 3 4 majaribio tu, sio zote. Nyingine amwachie zamana waziri mwenyewe afanye kazi yake. Mheshimiwa mwenyekiti, nitoe mfano, naomba dakika 2. Nitoe mfano kwa ubinafsi wa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Jana kule Ngalawa kuna Spice Club. Katoa kibali kawapa wafanyakazi wapige, lakini memuuliza mimi hapa nje, wewe umewapa kibali kule Ngalawa wafanye kazi. Wamefanya kazi vipi? Akasema wale wana function, hawafanyi kazi, wana function. Lakini matangazo yanatoka kiingilio shilingi 10,000, wanawake bure. Sasa tunafanya nini jamani? Huku biashara wanafanya, wanalipa kodi, wana leseni, wanaambiwa asifanye, lakini wale kule wana function. Sasa mimi naomba sana mheshimiwa, nimemwangalia sana mkuu wa mkoa, lakini kuna matatizo, lazima iundwe kamati ule imchunguze kiundani ili tuweze kujua ripoti yake ije hapa. Mheshimiwa, naomba muongozo wako kama itawezekana, basi na mimi naomba tuunde hiyo. Alafu na madawa ya kulevya. Katika masuala ya madawa ya kulevya mheshimiwa, tumefeli Zanzibar. Ukisema mikoa wenzetu wa Tanzania, basi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam tumeona wajumbe wamesema hatuwajui mpaka leo wanaingiza madawa ya kulevya. Kwa nini tunawaficha? Wanakamatwa watu wa muziki wanaikuwa ndani, dunia nzima inajua, lakini madawa ya kulevya watu hawatajwi wala hatuwajui. Mimi mwenyewe mjumbe wa kamati wa viongozi wakuu wa kitaifa nimeenda kwa mkuu wa mkoa kutaka ripoti uliofikia madawa ya kulevya, umekamata watu wangapi? Ananiambia ripoti mpaka leo message. Mimi nakwenda kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano mheshimiwa, naulizwa kule Zanzibar umefikia wapi kuhusu madawa ya kulevya, especially mkuu wa mkoa Paul Makonda Dar es Salaam. Kama unataka msaada kutoka kwetu, mimi na Kamanda Siro tunakuja Zanzibar kusaidieni, lakini hakuna mashirikiano yoyote. Sina cha kusema kupeleka kuambia tumefikia wapi Zanzibar, nani anauza madawa ya kulevya, nani kakamatwa, hatujui mpaka leo. Mimi mjumbe wa kamati ya viongozi wakuu, na hiyo tume madawa ya kulevya iko chini yangu, na kwa Dar es Salaam napokwenda naulizwa Zanzibar mfikia wapi, sijui. Mjumbe wa kamati wa viongozi wakuu hajui. Mheshimiwa Hussein, Mheshimiwa, nakushukuru. Mimi naunga mkono bajeti ya mheshimiwa babangu, kakaangu, waziri wangu makini, Mheshimiwa Haji Omar Hery, 100%. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Hussein kwa mchango wako. Sasa naomba nimuite Mheshimiwa Bi Hindi Hamadi Hamis, nafasi za wanawake.
akifuatiwa na Mheshimiwa Mohamed Said Dimwa. Kama muda utaruhusu, naomba nimwite Mheshimiwa Mtumwapea, na Mheshimiwa Jaku ameniomba kwa dakika 5. Kama muda utakuwepo nitampa hizo dakika 5. Asante Mheshimiwa, endelee. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia hotuba hii ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia leo hii nikaweza kuchangia wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kumpongeza mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Nimpongeze DC wa Wete na DC wa Micheweni na DC wa Mkoani na DC wa Chake. Niwapongeze makatibu